Habari, katika video hii tukaangalie kipengele cha muundo kwa kutumia kikundi hiki cha mfano cha DreamSafe. Sehemu hii unayoiona inakuruhusu kuona na kuhariri mipangilio ya kikundi chako. Hapa unaweza kusimamia katiba yenu, ratiba ya mzunguko wa akiba, taarifa za wanachama, maafisa waliochaguliwa na kadhalika. Hebu tukafanye mabadiliko kadhaa ili tuone jinsi inavyofanya kazi. Kwa kuanza, tukaende pale sehemu ya viongozi, tukamuondoe kiongozi mmoja. Na hapa tutaona majina ya viongozi wetu ambao wamechaguliwa kwenye kikundi. Kwa kumuondoa, utaminya ondoa. Hapa tukamfute huyu wa nidhamu. Kwa kuondoa itabidi uthibitishe. Na baada ya hapo uchague kutokumchagua mwingine badala yake. Kwa kuminya ndi hapana. Ukisema ndiyo itabidi ukachagua mwanachama mwingine atakaye kaimu hiyo nafasi. Na ukisema hapana, tukisema ndiyo itabidi tukachague mwingine ambaye atakuwa ni kiongozi atakaimu nafasi yake. Baada ya kuthibitisha hayo na kumaliza zoezi la kumuondoa mwanachama kiongozi mmoja na kumchagua kiongozi mwingine kukaimu nafasi yake, hebu twende tukasasishe jukumu la afisa mwingine kama sehemu nyingine ya kujifunza. Hapa tunaona tuseme kikundi chetu kimeamua kubadilisha jina la nidhamu liwe mtunza funguo wa pili. Kwa kuanza utaenda kuminya ule nidhamu, utaminya jina, sio sehemu yaliyoandikwa ondoa, na kubadilisha kutoka nidhamu kuwa mtunza funguo wa pili. Na baada ya hapo utahifadhi afisa na utathibitisha kwa kuminya ndiyo. Hifadhi mabadiliko na uthibitishe. Kumbuka, mabadiliko yataanza kutumika katika mkutano ujao, ikiwa hakuna mkutano unaoendelea kwa sasa. Sasa unaweza kuona orodha iliyosasishwa ya maofisa. Baada ya mabadiliko tuna maafisa waliobaki hapa, kama tunavyowaona na vyeo vyao. Baada ya hapo utaminya ijayo, chagua mtunza kumbukumbu wa fedha, utamchagua yoyote, mweka hazina, itasema imekamilika na kuthibitisha na utaweza kuendelea na kitu kingine. Hebu tukaangalie kitu kingine pia. Kwa kwenda kuhariri maelezo ya wanachama, utaminya taarifa za wanachama. Hapa utaweza kuona wanachama wote waliopo hapo. Tuna wanachama 10 kwenye kikundi cha mfano. Pembeni kuna wasifu ambako una jina pamoja na picha, na kulia kuna neno ondoa. Utakapominya ondoa ndipo utakapoenda kumuondoa huyo mwanachama. Kama unataka kubadilisha wasifu, utachagua jina la huyo mwanachama ili kuweza kuona. Hebu tukajaribu kusasisha mwanachama mmoja kwa kugusa jina lake na sio neno ondoa. Kwa mfano huyo Saidi Shemdoe. Hapa unaweza kuona taarifa za mwanachama Saidi. Kwa kuona taarifa zake za msingi, taarifa za familia, mawasiliano yake, maelezo ya kiusalama pamoja na vigezo alivyovikubali wakati anajiunga na mfumo huu wa DreamSafe. Unaweza kubadilisha chochote hapa kwenye sehemu hii. Unaweza kubadilisha jina, unaweza kubadilisha picha, unaweza kubadilisha namba ya simu pamoja na namba ya siri au taarifa za familia. Hebu tukajaribu kuangalia namba yake ya simu tukabadilishe. Simu yake wasifu wa Saidi, namba yake ya simu ni hii tunayoiona. Baada ya kufanya mabadiliko hapa, tukafanya kwanza mabadiliko. Hapa tukaseme simu yake sasa hivi ni 002. Kumbuka namba hizi ni namba za kubashiri kwa sababu kikundi hiki ni kikundi cha mfano. Baada ya kumaliza utaminya ijayo na utakwenda mbele na kuminya ijayo mpaka pale utakapominya imethibitika. Imekamilika, na baada ya hapo utaminya imekamilika. Na tutakuwa tumeshamaliza kufanya marekebisho ya namba ya simu ya mwanachama Saidi Shemdoe. Na ukitaka kuyafanya hayo maendeleo, utakwenda kumfungua Saidi
na sehemu ya mawasiliano na utaweza kuona ile namba ambayo tulikuwa tumeibadilisha. Baada ya hapo inakubidi usasishe majukumu, inakubidi utunze taarifa mtandaoni. Taarifa hizi zinatakiwa zitunzwe ili ziweze kuhifadhiwa mtandaoni. Hata ikitokea simu hii ikawa imepotea au imepata changamoto, mnaweza kwenda, mwanachama Saidi anaweza kutumia namba yake mpya kuingia kwenye akaunti yake binafsi. Tumesasisha majukumu ya maafisa na kurekebisha wasifu wa mwanachama Saidi. Wasifu wa mwanachama sasa unaonyesha mabadiliko tulioingiza. Usijali kuhusu hiki ni kikundi cha mfano ambacho tumekitumia kufanya haya mabadiliko. Kumbuka kikundi chako unachoenda kubadilisha, taarifa zinatakiwa ziwe halisi kwa ajili ya kurekebisha mambo mbalimbali au madogo madogo ambayo yanataka kufanyiwa marekebisho kwenye kikundi chenu. Asante kwa kutazama.